Karibu MJ Channel. Leo tunakwenda huko Mashariki ya Kati. Meli ya kivita Marekani yaelekea Mashariki ya Kati kuchukua nafasi ya USS Abraham Lincoln. Meli ya kubeba ndege za kivita ya Marekani imeanza safari kuelekea Mashariki ya Kati kuchukua nafasi ya meli ya USS Abraham Lincoln ambayo maelfu ya mabaharia wake wanaripotiwa kukabiliwa na uhaba wa chakula na mazingira magumu ya maisha wakati wa operesheni yake ya miezi 9. Kulingana na uchunguzi wa BBC, meli ya USS George Washington iliyokuwa karibu na Malaysia siku ya Alhamisi huenda ikafika katika eneo hilo ndani ya takribani siku 9. Familia ya baadhi ya wanabaharia wa USS Abraham Lincoln wanaelezea wasiwasi kuhusu kudorora kwa afya za akili ya jamaa zao kutokana na hali ngumu wanayokabiliana nayo, huku kukiwa na ripoti za baadhi ya mabaharia wakitaka kujirusha ndani ya bahari. Jeshi la wanamaji la Marekani limekubali kuwepo kwa matatizo ya usambazaji wa mahitaji muhimu kwa wanajeshi hao, lakini limekanusha kuwa wanajeshi hao wanakabiliwa na changamoto za afya ya kiakili. USS Abraham Lincoln ina takriban wanajeshi 5,000. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alipuuzilia mbali wasiwasi ambao umetolewa na familia za wanajeshi walioko katika meli hiyo ambao wanadai muda wa operesheni yao ya meli hiyo imekuwa ndefu sana. Nafikiri kwamba ndio hizo ambazo tunasema ni matatizo ambayo yanaendelea katika eneo hilo, na yote haya yanasababishwa na operation ambayo imekuwa sasa ni ya takribani miezi 5. Kwa hiyo wanajeshi wengi wameshaanza kuchoka na vita hivyo vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati, na mojawapo ya kuchoka ni wanajeshi sasa wanakabiliwa na matatizo ambayo kwanza kabisa ni ya chakula, lakini pia ni matatizo ya kuonekana kwamba kukaa kwa muda mrefu ndani ya meli. Kwa hiyo nayo inawasumbua miezi zaidi ya 5 au miezi 9 wapo chini ya meli. Kwa kweli inaleta sintofahamu kubwa sana, na hiyo kwa kweli lazima italeta msongo wa mawazo katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo kwa sasa dunia inaendelea kushuhudia kwamba mzozo huo wa Mashariki ya Kati hatujajua utafikia tamati kwa muda gani, lakini nafikiri kwamba bado tunaendelea kufuatilia kinachoendelea huko Mashariki ya Kati, na naamini kabisa mzozo huu utaisha na bila tatizo la aina yoyote ile. Lakini kimsingi sasa hivi Marekani yupo kwenye tension ambayo hajawahi kuiona takribani kwa miaka kadhaa sasa, kwa sababu mpaka meli inapelekwa katika eneo hilo kuchukua nafasi ya meli iliyoko katika eneo hilo. Hii inamaanisha kwamba operation hiyo ni ngumu na operation ambayo kidogo inasumbua akili ya viongozi na majenerali katika eneo hilo. Kwa hiyo na bado hatujajua mzozo huu utaishia kwa muda gani. Binafsi nafikiri mzozo huu unahitajika sana diplomasia kuliko kutumia nguvu, kwa sababu kwanza Marekani washapoteza rasilimali nyingi ikiwemo ndege, lakini na mali zingine, lakini umeleta maafa, lakini pia kuna wounded ambazo zimetokea, majeruhi wengi wametokea katika eneo hilo. Lakini kingine ni kwamba viongozi au nchi za Ghuba wameingia kwenye vita ambavyo hawakuitegemea kabisa. Kwa hiyo binafsi nafikiri Marekani anajaribu kutafuta njia maalum kuhakikisha kwamba vita hivi hawezi kujiondoa katika eneo hilo, lakini mpaka sasa bado hajapata njia mwafaka, hajapata njia mahususi kuhakikisha kwamba jinsi ya kuondoka katika eneo hilo eneo hilo la Irani, kwa maana Mashariki ya Kati. Na mojawapo ya njia sasa hivi huenda anayebuni ni anaandaa nafasi ya kuiachia nchi za Ghuba au nchi za Kiislamu katika eneo hilo wapambane na Irani. Lakini sasa akiwaachia wao, kitu ambacho hawataweza kupambana na mtu ambaye huyo jamaa ni giant, ambayo ni mtu mwenye nguvu, lakini pia ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa. Kwa hiyo anatafuta mbinu ya kuizofisha taratibu
na kuiacha nchi hiyo ikiwa haina uchumi kabisa na kuilazimisha kuja kwenye meza mazungumzo kwa masharti ambayo ya Marekani. Ndio maana sasa tunaona kwamba anajaribu kuweka sanction, lakini pia kuweka blockade ambapo Iran atakuwa anakosa kabisa uchumi, atakosa kabisa kufanya export ya bidhaa katika nchi hiyo, na kusababisha Iran kuja kwenye meza mazungumzo kwa lazima, kwa sababu mahitaji mengi atakuwa ameshakosa. Lakini tukumbuke kwamba Iran imevumilia vikwazo vya kiuchumi kwa takriban miaka 40. Kwa hiyo kama amevumilia vikwazo kwa takriban miaka 40, kwa hiyo sifikiri kama vikwazo hivi au zuio hili litaweza kumpa Iran shinikizo la kuja kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hiyo hebu tuone nini kinaweza kutokea, lakini binafsi nafikiri diplomasia ndio njia pekee ambayo inaweza kumaliza mzozo huu na kufikia maelewano ambayo yenye tija katika pande zote mbili. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kinaweza kutokea, lakini bado hali ni ngumu. Mataifa yote hayo yanaonekana kabisa na nguvu, lakini Marekani anaona aibu kushindwa vita hivi mbele ya Irani. Lakini ingekuwa tu kama nchi nyingine tu, kwa sasa hivi Irani, Marekani aishakimbia vita katika nchi hizo mbili kati ya Irani na Marekani. Kwa hiyo sasa Marekani anaona kwamba hapana, ngoja niendelee kukomaa ili kuhakikisha kwamba Irani labda yani mawazo ya Marekani sasa hivi ni kuona kwamba labda Irani itashindwa au itakuja kwenye meza mazungumzo pasipo bila kulazimishwa. Itakuja kwenye meza mazungumzo pasipo pasipo kutegemea, kwa maana kwamba kama vile anajaribu kuisukuma Teherani ije kwenye meza mazungumzo kwa ulazima, unaona. Kwa hiyo Marekani sasa hivi anaona kwamba sanction, vikwazo na pressure zote ambazo anazompelekea Irani, atasalenda. Kwa hiyo hapa tunaangalia kwamba ataweza kujisalimisha Irani kutokana na hizo sanction na pressure na mashinikizo yote ambayo Marekani anampatia. Kwa hilo ndio jibu ambalo tunaloona sasa hivi tunaloenda nalo. Kwa hiyo point sasa hivi tunaisubiri, na hizi ceasefire ambayo imetokea ndani hizi siku kama 10 hivi, tunaona kwamba Marekani sasa hivi anajaribu kushinikiza, kuipa pressure Teherani kwamba kuja kwenye meza mazungumzo kwa ulazima, kwa sababu kwamba atakuwa anashindwa kuuza mafuta nje, lakini pia ana blockade pale na anaendelea kumuongezea hizo vikwazo. Tumesikia juzi waziri wa fedha wa Marekani Bwana Scott Bessent amesema kwamba wiki ijayo atamwekea vikwazo vingi Irani. Yote hiyo ni kumpa pressure na kuja kwenye meza mazungumzo kwa ulazima. Kwa hiyo ngoja tuone nini kinaweza kutokea, lakini mzozo huu bado ni mbichi na hakuna dalili ya kuweza kumalizika, na Marekani amekosa kabisa zile target, kwa maana zile goal ambazo alizokuwa ameenda pamoja na Israeli katika kufanya mashambulizi katika nchi ile ya Irani. Goal zote amezikosa. Goal zote ni failed, kwa maana zote ameshafeli. Na mojawapo ya goals ambazo Marekani alikuwa nazo ni kwenda kuchukua ile uranium iliyorutubishwa kwa 60%, lakini kwenda kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa Iran, ikiwa jeshi la majini, lakini ile la jeshi la ardhini na jeshi la hewa. Kwa hiyo lakini vitu vyote tumeona Iran bado inaendelea kufanya mashambulizi na tumeona Iran bado ana ndege anazo na vitu vingine. Jeshi lake la ardhini bado liko imara. Tumeona IRGC bado liko vizuri. Kwa hiyo bado Marekani ameshindwa kuzoofisha au kuzoofisha jeshi la Irani, na lengo jingine lilikuwa ni kwenda kutoa au kupunguza au kuzoofisha ule mfumo au mpango wa makombora ya masafa marefu ambayo anaendelea kudhibiti mpaka hii leo. Lakini hata hivyo tumeona bado Tehran ana makombora mengi ambayo anaendelea kuadhibu nchi zile zote za Ghuba na nchi zile zote na nchi washirika ambao wa Marekani, ikiwa pamoja na Israeli. Unaona, kwa hiyo bado target ni kubwa na Marekani bado ameshindwa kuizoofisha nchi hiyo kijeshi. Otherwise tusubiri nini kinaweza kutokea, lakini kwa maoni yangu
au binafsi nafikiri diplomatic, kwa maana diplomasia ndio njia pekee ambayo inaweza kumaliza mzozo huu na kufika kwenye maelewano yenye tija katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Asanteni sana jamani, usikose kusubscribe na kufollow na kucomment. Asanteni sana na jioni njema.